kuboresha mazingira ya utendaji kazi na kujengea uwezo wa watumishi. Mheshimiwa Spika, Tume ya Madini itaendelea kuimarisha na kuboresha utendaji kazi wa watumishi kwa kuongezea ujuzi, weledi na ubobezi kupitia mafunzo ya muda mfupi na mrefu ili waweze kutoa huduma zitakazokidhi viwango kwa wateja na wadau wa sekta ya madini nchini. Aidha, katika kuhakikisha kunakuwa na mazingira bora ya utendaji kazi, Tume ya Madini itaendelea na ujenzi wa ofisi za maafisa madini wa kazi katika mikoa ya kimadini ya Songwe, Rukwa, Mahenge, sambamba na ununuzi wa samani na vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki. Ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini. Mheshimiwa Spika, katika kusimamia masuala ya ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, Tume ya Madini itaendelea kutekeleza na kuhakikisha kampuni zinazowekeza zinatumia malighafi zinazozalishwa hapa nchini na zinatoa kipaumbele kwa ajira na mafunzo kwa Watanzania pamoja na kutumia huduma mbalimbali zinazotolewa na Watanzania au kampuni za Kitanzania. Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025/2026 GST inatarajia kutekeleza kazi zifuatazo: kufanya tafiti za geoscience na kuboresha kanzidata ya taifa ya taarifa za miamba na madini. Mheshimiwa Spika, ili kuboresha kanzidata ya rasilimali madini ya taifa, GST itafanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa njia ya kurusha ndege ili kuongeza eneo lenye taarifa za kina za jiofizikia kutoka 16% za sasa hadi kufikia 34% ifikapo mwaka 2026. Aidha, GST itafanya tafiti maalum kwa ajili ya kutambua maeneo yenye madini muhimu na madini mkakati, critical and strategic minerals, pamoja na kufanya ugani wa geosayansi na utafiti wa madini katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Spika, GST itaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa mfumo wa kanzidata wa taarifa za geoscience, utafiti wa jiolojia na jiokemia, pamoja na utafiti wa kimkakati katika KDS 2 na kuchora ramani zake katika scale ya 1:100, tafiti maalum za geoscience, utafiti wa kina kwenye madini ya kimkakati, viwandani na metali, na vile kufanya utafiti kwa lengo la kuongeza uelewa wa wadau kuhusu masuala ya geosayansi na kuchapisha kwenye jarida linalotambulika na kutoa ushauri elekezi kwa wadau kwenye nyanja za jiolojia, jiokemia, jiofizikia na uchenjuaji wa madini.